Hakuna mtu aliyekuwa ametarajia ombi lile. Lilitolewa kwa utulivu, lakini uzito wake uliifanya ofisi ile kubwa inyamaze ghafla. Mfanyakazi wa karibu wa kampuni kubwa alisimama mbele ya bosi wake, mtu aliyekuwa na mamlaka, heshima na kila kitu ambacho wengi walitamani. Kwa nje ilionekana kama siku ya kawaida kazini, lakini ndani ya chumba kile kulikuwa na jambo ambalo lingebadilisha kila kitu. Bosi alinyanyua macho yake kutoka kwenye mafaili, akamwangalia mfanyakazi wake kwa mshangao. Hakutarajia kusikia kile kilichofuata. "Naomba ufanye jambo moja," mfanyakazi alisema kwa sauti ya tahadhari, kana kwamba alikuwa akipima kila neno. Kulikuwa na kimya kizito kabla hajamalizia ombi lake, ombi ambalo halikuwahi kutolewa hapo awali. "Naomba kwa muda mfupi ujifanye msaidizi wa nyumba." Bosi alicheka kwa mshangao, akidhani ni mzaha. Lakini macho ya mfanyakazi hayakucheka. Kulikuwa na kitu alichokiona, kitu alichokifahamu, lakini hakukizungumza wazi. Ombi lile halikuwa la kawaida, na hata bosi mwenyewe hakuweza kuelewa kwa nini alihisi msisimko wa hofu moyoni mwake. Kilichomchanganya zaidi ni ukweli kwamba mfanyakazi hakutoa maelezo. Hakusema ni kwa nini, hakueleza hatari yake, na hakufichua siri yoyote. Alisema tu, "Ukiweza kuona kwa macho yako mwenyewe, utaelewa." Bosi hakujua kwamba nyuma ya tabasamu za watu waliowaamini, kazini na nyumbani, kulikuwa na ukweli mzito uliokuwa umefichwa kwa muda mrefu. Hakujua kuwa kukubali ombi hilo kungemlazimisha kushuka kutoka kileleni na kukutana uso kwa uso na hali halisi ya wale aliokuwa hawaoni. Swali moja tu lilisalia hewani: je, alikuwa tayari kujua ukweli huo, au angeendelea kuishi katika dunia ya kuaminishwa? Msaidizi hakuwa mtu wa kuvutia macho. Alifika kazini mapema kila siku, kabla hata ya taa za ofisi kuwashwa kikamilifu, na mara nyingi alikuwa wa mwisho kuondoka. Wengi walimfahamu kama mtu wa kawaida tu, yule anayepitisha nyaraka, anayesikiliza maagizo, na anayekubali kila jukumu bila malalamiko. Lakini nyuma ya sura yake ya unyenyekevu kulikuwa na akili iliyokuwa ikifanya kazi muda wote. Aliona zaidi ya kile watu walichodhani anaona, na alisikia zaidi ya yale aliyoulizwa kusikia. Akiwa katika nafasi yake, msaidizi alikuwa karibu na kila mtu: mameneja, wafanyakazi wa chini, hata wageni waliokuwa wakija na kuondoka. Alijua sauti za kunong'ona koridoni, alitambua nyuso zilizobadilika ghafla, na alielewa ishara ndogondogo ambazo zilifichua ukweli mkubwa. Maisha yake binafsi yalikuwa ya kawaida sana. Aliishi kwenye nyumba ndogo, alisafiri kwa usafiri wa umma, na alijua vizuri thamani ya kila sarafu aliyopata. Hilo ndilo lililomfanya awe na uwezo wa kuchambua tabia za watu. Alijua tofauti kati ya tabasamu la kweli na lile la kujificha. Kwa upande mwingine alikuwepo bosi. Alikuwa mtu aliyezoea kusikilizwa. Alikuwa na kila kitu ambacho mtu angeweza kutamani: mali, heshima na mamlaka. Ofisi yake ilikuwa juu kabisa ya jengo, kama ishara ya nafasi yake katika jamii. Kila ripoti aliyopokea ilimhakikishia kuwa kampuni ilikuwa inaenda vizuri. Namba zilikuwa safi, malalamiko yalikuwa machache, na kila kitu kilionekana kuwa katika mpangilio mzuri. Lakini bosi alikuwa mbali na maisha ya wale waliokuwa chini yake. Hakuwa anajua uchovu wa kufanya kazi masaa marefu bila shukrani, wala hakuwa anahisi presha ya kuogopa kupoteza ajira. Uelewa wake wa hali halisi ulikuwa umejengwa juu ya makaratasi na takwimu, si juu ya uzoefu wa moja kwa moja. Kwa macho yake, mfumo wake ulikuwa mkamilifu. Ndipo tofauti ya wahusika hawa wawili ilipojitokeza wazi. Msaidizi aliyekuwa chini, lakini karibu na ukweli, na bosi aliyekuwa juu, lakini mbali na hali halisi. Kukutana kwao katika safari ile isiyo ya kawaida kungeweka wazi na ni kweli alikuwa anaelewa ulimwengu aliokuwa akiishi. Kadiri siku zilivyopita, msaidizi alianza kuona mambo ambayo wengine walichagua kuyaona kama ya kawaida. Mwanzoni yalikuwa ni matukio madogo, maneno ya dharau yaliyotamkwa kwa sauti ya chini, maagizo yaliyotolewa kwa hasira isiyoelezeka, na nyuso za wafanyakazi wa chini zilizobeba uchovu uliochanganyika na hofu. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na malalamiko ya wazi, lakini kulikuwa na maumivu yaliyofichwa katika kila tabasamu lililolazimishwa. Katika kampuni ile, wafanyakazi wa chini walifanya kazi kwa bidii bila kuuliza maswali. Walikaa muda mrefu kazini, walibeba mzigo wa makosa ambayo hayakuwa yao, na mara nyingi walilaumiwa kwa uzembe wa wengine. Mameneja waliokuwa juu yao walizungumza kwa sauti kali, wakitumia heshima ya cheo kama silaha. Msaidizi aliona yote hayo kwa sababu alikuwa karibu nao kila siku. Alijua majina yao, alisikia hadithi zao, na alielewa hofu yao ya kupoteza ajira ikiwa wangesema ukweli. Lakini mambo hayakuishia kazini tu. Kadiri alivyokuwa karibu zaidi na mazingira ya bosi, ndivyo alivyogundua upande mwingine wa tatizo. Ndani ya nyumba ya kifahari ya bosi, palikuwa na mpangilio mzuri kwa nje, lakini ndani yake kulikuwa na dharau iliyojificha. Wafanyakazi wa nyumbani walitendewa kama vifaa, si kama binadamu.
Amri zilikuwa kali, makosa madogo yaligeuzwa kuwa makubwa, na ubaguzi ulionekana wazi katika namna watu walivyotofautishwa. Akiwa na mzigo huo moyoni, msaidizi aliamua kuzungumza. Alimfuata bosi wake kwa heshima. Akachagua maneno kwa uangalifu, na akaeleza kile alichokuwa anakiona. Alizungumza kwa upole, akitarajia kueleweka. Lakini majibu aliyoyapata yalikuwa baridi. Bosi alimsikiliza kwa muda mfupi, kisha akatikisa kichwa chake kwa kutoamini. Hayo ni mawazo yako tu, bosi alisema kwa sauti ya uhakika. Mambo yako sawa. Ripoti zangu zinaonyesha kila kitu kiko vizuri. Maneno yale yalimkaba msaidizi koo. Alitambua hapo kuwa tatizo halikuwa tu katika vitendo vya watu wengine, bali pia katika kutoonekana kwa ukweli. Bosi hakuona kile ambacho hakutaka kuona, na hapo ndipo tatizo lilipoanza kuwa kubwa zaidi, kwa sababu bila kuona ukweli, hakuna aliyekuwa tayari kubadilisha. Baada ya mazungumzo yale kuisha kwa hali ya sintofahamu, msaidizi hakulala usingizi mzuri usiku huo. Alijua kuwa kusema maneno pekee hakukuwa kunatosha. Ukweli aliokuwa ameushuhudia haukuweza kufikishwa kwa ripoti wala maelezo ya haraka. Ulitakiwa kuonekana, kuhisiwa na kuishiwa. Asubuhi iliyofuata, alirudi kazini akiwa na uamuzi mzito moyoni, uamuzi ambao ungeweza kumgharimu kazi yake, lakini usingemruhusu kunyamaza tena. Alipata nafasi ya kuonana na bosi akiwa peke yao. Hakukuwa na nyaraka mezani safari hii, wala simu zilizoingilia mazungumzo. Msaidizi alisimama kwa heshima, lakini macho yake yalionyesha msimamo. Kama huamini ninachokuambia, alianza kusema taratibu, basi kuna njia moja tu ya kujua ukweli. Bosi alimtazama kwa shaka. Njia gani tena? Aliuliza, sauti yake ikiwa imejaa tahadhari. Msaidizi alivuta pumzi ndefu kabla ya kuendelea. Kwa siku chache, acha cheo chako pembeni. Jifanye mtu wa kawaida. Jifanye msaidizi wa nyumba. Uishi kama wao, ufanye wanachofanya, na uone kwa macho yako mwenyewe. Maneno hayo yalikuwa mazito kuliko yote yaliyowahi kusemwa katika chumba kile. Bosi alisimama ghafla, akatembea hatua chache, kisha akasimama dirishani. Wazo la kushuka kutoka nafasi yake, hata kwa muda mfupi, lilimtikisa. Aliona hatari, fedheha, na kupoteza heshima. Akajiuliza kwa nini afanye hivyo, ilhali alikuwa na uhakika kwamba kila kitu kiko sawa. Lakini ndani kabisa ya nafsi yake, kulikuwa na sauti ndogo iliyomsumbua. Ilikuwa sauti ya shaka, sauti iliyomkumbusha kwamba huenda hakujua kila kitu. Baada ya ukimya mrefu, aligeuka polepole na kusema, nitakubali, lakini kwa masharti. Msaidizi alimsikiliza kwa makini. Masharti yalikuwa wazi. Hakuna mtu angejua utambulisho wake, muda ungekuwa mfupi, na jambo hilo lingeisha mara moja akihisi hali si salama. Msaidizi alikubali, akijua kuwa hata siku chache zingetosha kubadilisha kila kitu. Ndipo hapo safari ilipoanza, safari ya kushuka kutoka kileleni kwenda chini kabisa, safari ambayo ingeonyesha ukweli ambao maneno pekee yasingeweza kueleza. Siku iliyopangwa ilipofika, mambo yalianza kubadilika kimya kimya, bila kelele wala taarifa rasmi. Hakukuwa na mikutano ya dharura wala tangazo lolote kwa wafanyakazi. Mpango ulipaswa kubaki siri, na kila hatua ilichukuliwa kwa tahadhari kubwa. Asubuhi ile, bosi alifika mapema kuliko kawaida, si kwa gari lake la kifahari, bali kwa usafiri wa kawaida ambao hakuwahi kuutumia hapo awali. Tayari hapo, alihisi uzito wa mabadiliko yaliyokuwa yanamkabili. Ndani ya chumba kidogo kilicho mbali na ofisi kuu, msaidizi alimkabidhi mavazi mapya. Hayakuwa na nembo, hayakuwa mapya, wala hayakuwa na hadhi yoyote. Alipovaa shati la kawaida na suruali isiyo na mpangilio mkali, bosi alijitazama kwenye kioo kwa muda mrefu. Hakumuona tena yule mtu aliyezoea kuogopwa na kuheshimiwa. Aliona mtu wa kawaida, mtu ambaye angepita bila kutambuliwa. Ulinzi wake alisimamishwa, simu zake muhimu ziliachwa pembeni, na jina lake halikutajwa tena. Kuanzia hapo, hakuwa tena bosi. Alikuwa mfanyakazi wa kawaida, asiye na sauti wala mamlaka. Watu waliokuwa wakipita, hawakumpa heshima, hawakumsalimia kwa unyenyekevu wa kawaida waliokuwa nao kwake. Walimpita tu, bila kujua ni nani aliyekuwa akitembea karibu nao. Ndani ya nafsi yake, mawazo yalikuwa yakipigana. Je, hii ni sahihi? Aliwaza. Kwa nini ninahisi hofu ilhali sijapoteza chochote? Alikumbuka maisha aliyoyazoea, ofisi kubwa, maagizo yanayotekelezwa bila kuulizwa, na faraja ya kuheshimiwa. Sasa yote yalikuwa yamewekwa pembeni, kwa jaribio ambalo hakujua lingempeleka wapi. Alijaribu kujipa moyo, akijikumbusha kuwa hili lilikuwa jaribio la muda mfupi. Lakini kadiri alivyotembea miongoni mwa watu waliokuwa hawamjui, alihisi uzito wa kutoonekana. Ilikuwa mara ya kwanza kuhisi namna ilivyokuwa rahisi kupuuzwa. Msaidizi alimwangalia kwa mbali, akijua kuwa maandalizi yalikuwa yamekamilika. Kuanzia hapo, hakuna aliyekuwa na kinga ya cheo. Ukweli ungeanza kujitokeza polepole, bila kupambwa, bila kufichwa, na bosi hakuwa tayari kwa yote ambayo angekumbana nayo.
Siku ya kwanza ya kazi ilianza bila ishara yoyote ya kipekee. Hakuna aliyemsubiri, hakuna aliyempa maelekezo kwa heshima. Bosi, sasa akiwa katika nafasi ya mfanyakazi wa kawaida, alisimama pembeni, akingoja aambiwe cha kufanya. Dakika zilipita kabla ya sauti kali kumuita kutoka mbali, si kwa jina, bali kwa ishara ya mkono iliyojaa dharau. Acha kusimama hapo, fanya kazi, mtu mmoja alisema kwa sauti ya kukata. Hakukuwa na salamu wala maelezo. Alionyeshwa kona ya kazi yake kana kwamba hakuwa binadamu, bali chombo tu cha kutumika. Alipojaribu kuuliza swali, alikatizwa kwa mkono uliopandishwa juu, ishara ya kumfanya anyamaze. Kazi yenyewe haikuwa ngumu sana, lakini namna ilivyotolewa ndiyo iliyoumiza. Amri zilimiminwa bila subra, makosa madogo yalifanywa makubwa, na kila jitihada ilipuuzwa. Hakuna aliyesema asante, wala ajaribu tena. Badala yake, kulikuwa na maneno ya kejeli yaliyodungwa kwa tabasamu la dharau. Kilichomshtua zaidi ni nyuso alizoziona. Watu waliokuwa akiwaona kila siku katika mikutano, watu waliokuwa wakizungumza kwa heshima mbele yake, sasa walikuwa tofauti kabisa. Walikuwa wakali, wenye majivuno, na wasio na huruma. Alitambua tabia ambazo hakuwahi kuziona, au labda hakutaka kuziona kabla ya hapo. Alipokuwa akifanya kazi, alihisi uzito wa kutoonekana. Hakuna aliyemjali kama alikuwa amechoka au ameelewa maelekezo. Alionekana kama mtu asiye na thamani, aliyekuwepo tu kujaza nafasi. Ndani ya moyo wake kulikuwa na mshangao uliochanganyika na fedheha. Je, hivi ndivyo walivyokuwa wanaishi kila siku? Aliwaza. Kila amri ilimchoma zaidi ya ile iliyotangulia. Kila dharau ilimfunua zaidi ukweli aliokuwa ameupuuza kwa muda mrefu. Hapo ndipo alianza kuelewa kuwa mamlaka aliyokuwa nayo yalikuwa kama pazia, yalimficha kutokana na ukweli mchungu wa tabia za watu anaowaamini. Tukio hilo la kwanza lilimwacha kimya, lakini ndani yake kulikuwa na mabadiliko. Mshtuko ulikuwa umeanza, na hakukuwa na njia ya kurudi nyuma. Siku zilisonga polepole, na bosi aliendelea kushuhudia upande wa maisha ambao hakuwahi kuukumbuka. Kila kona ya ofisi na nyumba yake ya kifahari ilimpeleka katika ukweli usio na huruma. Alianza kuona wizi mdogo, vitu vidogo vinavyotolewa bila kibali, rasilimali zinazopotea bila kuhesabiwa, na mara nyingine fedha zinazokuwa kwenye hesabu lakini hazionekani kwenye matokeo halisi. Alianza kuelewa kwamba kwa muda mrefu watu waliokuwa wakimzunguka walikabiliwa na hali ya kutokuwa na haki. Lakini wizi haukuwa jambo pekee. Aliona unyanyasaji uliofichwa, wa kimya, ambao haukuonekana katika ripoti za kila siku. Mameneja walitumia mamlaka yao kwa dharau, na wafanyakazi wa chini walitishiwa mara kwa mara. Hali ya hofu iliyojificha kwenye nyuso zao ilikuwa haiwezi kufichwa. Alisikia maneno madogo yaliyokuwa yakinong'ona kwa siri, malalamiko yasiyoonekana, na kelele za ndani zisizo na sauti, ambazo kila mtu alijua lakini hakuwa anazungumza. Udanganyifu pia ulianza kuibuka. Watu waliweka tabasamu mbele ya bosi wa zamani, wakidhani kwamba kila kitu kiko sawa. Lakini sasa, bosi alikuwa karibu, akiwa sawa na wale waliokuwa wanakosa nguvu. Aliona mabadiliko ya tabia, watu wakijaribu kuficha udhaifu, kukimbia dhulma, na kutumia maneno yenye hila kupata kile walichokihitaji. Kila kitendo kilimfunulia ukweli mdogo zaidi. Dunia haikuwa kamili, na si kila mtu alikuwa mwaminifu au mkweli. Wakati mwingine, aliishuhudia kwa macho yake wafanyakazi wakilalamika kwa siri, wakichunguza kwa tahadhari ili hakutambue. Aliketi mbali na mipaka ya mamlaka yake, na kwa mara ya kwanza alielewa kwa kina kwa nini msaidizi wake aliomba jambo lisilo la kawaida. Sauti ya msaidizi, ya kimya na yenye tahadhari, sasa ilianza kueleweka. Alikuwa anajaribu kumwonyesha ukweli usioonekana, ulimwengu wa hofu, dharau na udhaifu ambao bosi hakuwa akilaiona. Ndani yake, bosi alihisi mchanganyiko wa mshangao, fedheha na kutoamini. Kila hatua mpya ilimpeleka karibu zaidi na ukweli, na kila uelewa mpya ulileta masharti mapya ya hisia ambazo hakuweza kuzijiepusha. Hapo ndipo ukweli uliendelea kufichuka, hatua kwa hatua, huku bosi akianza kuona maisha kama yalivyo kweli, bila pazia la mamlaka wala heshima. Kadiri siku zilivyokuwa zikipita, bosi alianza kugundua mzizi wa mshtuko wake. Kila kipande cha ukweli aliyokuwa akishuhudia kilimfanya ajilaumu zaidi. Alijikuta akijiuliza kwa sauti ya ndani, nimekuwa kipofu kwa mamlaka yangu. Alifikiria kila tukio alilokuwa akidhani linaenda vizuri, kila ripoti aliyopewa, na kila tabasamu aliloshuhudia likidhihirisha uelewa wa hali halisi. Lakini sasa, akishuka kwenye kiwango cha kawaida, hakushuhudia tu tabasamu, aliona uchovu uliokuwa ukificha, hofu isiyo na sauti, na kukosa haki kwa wale aliokuwa akiwakubali kuwa na nafasi ya chini. Aliona wafanyakazi wakiwa wanakabiliana na mzigo wa kila siku, wakibeba dhima na makosa ambayo hayakuwa yao, wakipitia masaa marefu bila shukrani, na kuishi na woga wa kupoteza ajira zao. Nyuso zao zilikuwa na mikwaruzo ya wasiwasi na hisia zilizofichwa, na hata maneno madogo yalipoelezwa kwa siri yalionyesha uchungu wa ndani.
Kila jambo dogo lilikuwa ni jaribio la kuishi kwa hofu, na bosi alihisi dhahiri uzito wa maisha haya, uzito ambao hakuwa amewahi kuelewa kabla. Ndani ya nafsi yake, mvutano ulianza kushika. Alijikuta akijilaumu kwa ukosefu wa uelewa, akijua kuwa mamlaka aliyokuwa nayo hayakumfundishi kuona ukweli. Kila hali aliyoshuhudia ilimfanya ajue kwamba amekuwa akitumia nafasi yake vibaya, akifikiria kuwa kila kitu kiko sawa. Alijua kwamba matokeo ya kutokuwa macho yalikuwa ni mashida kwa wale waliokuwa wanapungukiwa haki, na sasa hakuwepo mtu aliye tayari kuzipunguza dharura hizo isipokuwa yeye mwenyewe. Hali hii ya ndani ilimkumbusha thamani ya kweli ya msaidizi wake, yule aliyekuwa akimuonyesha ukweli bila hofu, bila kujitambua na kwa utulivu. Bosi alihisi fedheha, kutoaminika kwake kwa wengine, na kuchukua jukumu la kudanganya maisha ya wale waliokuwa chini ya uangalizi wake. Moyo wake ulikuwa mzito, na kila hatua aliyoichukua katika maisha ya kawaida ilimfanya ajue kwamba maisha ya watu wa chini hayakuwa rahisi, bali yalijazwa na dhahiri ya hofu, uchovu, na kutokuwa na haki. Mgongano huu wa ndani, kuchanganyikiwa kwa hisia za lawama, huruma na fedheha, ulimfanya bosi aanze kutafakari kwa kina, akiona kwa macho yake kwamba mamlaka haimaanishi uelewa, na kwamba ukweli hauwezi kufichwa kwa muda mrefu. Siku ile ilikuwa tofauti na zote zilizotangulia. Bosi, akiwa katika nafasi yake mpya ya mfanyakazi wa kawaida, hakujua ni nini kingetokea, lakini alihisi mstari wa shaka ukipita kwa kila hatua aliyoichukua. Alijua kwamba maisha ya kawaida yalikuwa na changamoto, lakini hakuwahi kufikiria kwamba hatari inaweza kuonekana hivi wazi. Kitu kilichomfanya akome kushikilia utulivu kilitokea ghafla. Wakati wa mchana, kwenye eneo la wazi la ofisi, alipelekwa kwenye kazi ambayo haikuwa ya kawaida kwake. Wakati alipojaribu kuelewa maelekezo, makosa madogo yalichukuliwa kuwa makubwa, na kila jitihada yake ilibadilishwa kuwa tukio la aibu. Watu waliokuwa wakipita walimtazama kwa tabasamu la dharau, na baadhi wakitumia fursa hiyo kumdhihaki. Kilichomshangaza zaidi ni jinsi baadhi ya wafanyakazi waliokuwa wakimsalimia hapo awali sasa walivyokuwa tofauti kabisa. Maneno ya kejeli, ishara ndogo za kumdhalilisha, na tabia ya kutojali ilimfanya ahisi kama hana thamani yoyote. Hata pale alipojaribu kujitetea, hakutambuliwa. Kila hoja yake ilikubaliwa kwa dharau, na mara nyingine ikatelekezwa bila kufanyiwa hesabu. Alijua kwamba hakukuwa na mtu aliyekuwa akimlinda au kumjali. Hapo aliona jinsi maisha ya wale waliokuwa wanyonge yalivyokuwa yenye hatari na dharau isiyo na huruma. Tukio hilo kubwa la kudhalilishwa hadharani lilimfanya bosi ajue wazi kuwa haingekuwa na njia ya kurudi nyuma. Aliona kwa macho yake kile msaidizi wake alikuwa akijaribu kumuonyesha. Ukweli hauwezi kufichwa kwa muda mrefu, na mamlaka haimaanishi uelewa. Usiku huo, akiwa amechoka na kuumia kihisia, alijua kwamba hatua ambayo angechukua ilikuwa muhimu. Hapo ndipo bosi aliamua. Hakutaka tu kumaliza siku ile kwa hofu au fedheha. Alijua lazima afanye mpango ambao ungeisha, hatua ambayo ingeonyesha mapinduzi ya kweli katika mtazamo wake na tabia yake. Alijua kwamba bila kuchukua uamuzi huo, hakutakuwa na mabadiliko yoyote ya kweli, na ukweli ambao alikuwa ameushuhudia ungebaki kuwa siri isiyokuwa na mwanga. Katika mstari wa mwisho wa siku ile, bosi alisimama kimya, akiangalia kila uso lililoizunguka, na moyo wake ukiwa na ujasiri na hofu mchanganyiko. Alijua mpango ulianza, na sasa ulikuwa lazima uwe na mwisho. Siku ya mwisho ya jaribio ilifika kimya kimya, lakini moyo wa bosi ulikuwa ukipiga kwa kasi zaidi kuliko kawaida. Aliweka mkazo wa mwisho, akijua kuwa hatua inayofuata itakuwa ile ya kuonyesha ukweli kwa wote waliokuwa karibu. Alivaa mavazi yake ya kawaida kwa mwisho wa siku, akijua kuwa hii ilikuwa ni kesi ya mwisho ya jinsi alivyopata kuingia katika maisha ya wale aliokuwa akiwashughulikia kila siku. Wakati alipoingia kwenye chumba kikubwa cha mikutano, macho ya kila mtu yalimkazia bila kujua ni nani kweli. Wakati huu bosi alisimama katikati ya chumba, pumzi yake ikitulia na sauti yake ikijawa na mamlaka, lakini si kama alivyokuwa awali. Hii ilikuwa mamlaka iliyojitokeza kutokana na uelewa wa kweli, si heshima iliyolazimishwa. "Ninataka kila mmoja afahamu," alisema, sauti yake ikienea chumbani. "Siku hizi nimekuwa mmoja wenu. Nimeona, nimesikia na nimejifunza. Sasa ninakuja mbele yenu kama mimi mwenyewe, bosi wenu, lakini pia mwenzenu." Hali ilikuwa ya kushangaza. Watu walibaki wakiwa na midomo wazi, wanashangaa kuona jinsi mtu aliyekuwa mbali na maisha yao sasa amejitambulisha rasmi, akijua kila siri, kila hofu na kila uchovu waliokuwa wanakipitia kila siku. Wengine walihofia, hawakujua jinsi ya kushughulikia hali hii mpya. Wengine walijuta, wakijua kwamba mara ya kutokuelewa au kutomtambua msaidizi wao ilileta dhulma isiyo ya lazima. Maneno ya bosi yalikuwa thabiti, yalijawa na uhalisia, na kila kitendo chake kilithibitisha kuwa hakutaki tu kushika mamlaka, bali kuelewa na kurekebisha makosa aliyokuwa ameyafanya kwa muda mrefu. Wafanyakazi walitazama kwa mshangao na hofu kidogo, wakigundua kwamba mtu aliyekuwa mbali na uelewa wao sasa alikuwa ndani kabisa ya maisha yao, akiishi ukweli wao. Hatimaye,
Bosi alikumbatia msaidizi wake, akijua kwamba bila uongozi wake na hila za muda mrefu, hakungeweza kufikia uelewa huu. Chumba kilijaa ukimya, kisha tukaja sauti za heshima na shukrani zisizo na masharti. Ukweli ulikuwa umefunuliwa, si kwa hofu ya mamlaka, bali kwa uelewa wa dhahiri. Na hapo, bosi alijua kuwa mabadiliko ya kweli hayajatoka kwenye heshima iliyolazimishwa, bali kutoka kwenye macho yaliyoona, masikio yaliyosikia na moyo ulioelewa. Baada ya kufunuliwa kwa ukweli na kuelewa hali halisi ya maisha ya wafanyakazi wake, bosi alijua kuwa hatua zinazofuata zilikuwa muhimu. Hakukubali kurudi nyuma au kurahisisha mchakato. Aliamua kuwa mamlaka ambayo alikuwa nayo hayakutoshi. Sasa ilihitaji kuchanganywa na uwajibikaji, heshima na uelewa wa kweli. Ndani ya ofisi na nyumbani kwake, kila hatua aliyochukua ilikuwa ni ishara ya mabadiliko makubwa. Kwanza, aliweka mpango wa kurekebisha mfumo wa kazi. Kila kazi na kila jukumu lilichambuliwa, taratibu zilizokuwa zikilazimisha dhulma ndogo zilifutwa, na mifumo ya udhibiti ilibadilishwa ili kuhakikisha kila mtu anashirikishwa kwa usawa. Wafanyakazi wa chini walihisi mabadiliko mara moja. Walijua sasa nafasi zao zilikuwa salama na sauti zao zilisikika. Kila ofisi na kila kona ya nyumba ilianza kuonyesha hali mpya, hali ya heshima, uwajibikaji na uwazi. Bosi pia aliwajibisha wale waliokuwa wamekosea hapo awali. Hakutumia dhulma ya nguvu wala hofu, bali hatua zake zilikuwa za kufundisha na kurekebisha. Mameneja waliokuwa wakitumia mamlaka vibaya walipokea onyo kali, mafunzo na majukumu ya kurekebisha makosa yao. Wale waliokuwa wakidhulumiwa walipokea heshima na nafasi sawa na walivyostahili, wakiwa na uhakika kuwa sauti zao sasa zinahesabiwa. Msaidizi, ambaye alikuwa mwongozo na macho ya kweli ya bosi, alipewa heshima mpya. Hakuhitajika kuwa tajiri wala kupanda cheo kikubwa cha kifedha. Badala yake, alipewa jukumu la kuendeleza uelewa na ushauri wa kimsingi. Alikuwa mstari wa kati ya bosi na wafanyakazi, akihakikisha kwamba heshima, uwazi na haki vilidumu. Wote waliokuwa wakimzunguka walijua kwamba mchango wake haukuweza kupuuzia, na kwamba nafasi yake mpya ilikuwa ya heshima, sio ya kiburi. Ndani ya moyo wake, bosi alihisi utulivu usio na kifani. Hakufanya haya kwa hofu, wala si kwa sababu ya matarajio ya wengine, bali kwa sababu alielewa. Alielewa kuwa mamlaka, nguvu na heshima haimaanishi kitu bila uelewa, huruma na uwajibikaji. Na hapo, katika mchakato wa mabadiliko haya, kampuni na nyumba yake yote vilianza kuonyesha mwanga mpya, hali ya kweli, isiyo na hofu na yenye haki kwa wote. Baada ya mchakato wote, baada ya kupita katika uelewa wa dhahiri na hisia zisizo na kificho, bosi alijikuta akitafakari kwa kina. Alijua sasa kwamba cheo, mali au heshima ya nje haimaanishi kwamba mtu anaelewa ulimwengu au maisha ya wale waliomzunguka. Hakuna ripoti, hisabu wala tabia za hila za kila siku zilizoweza kufichua ukweli kama kuona kwa macho yako mwenyewe, kusikia kwa masikio yako na kuhisi kwa moyo wako. Mamlaka bila uelewa ni pazia tu, barabara ya kupotea katika giza la kutokujua. Alikumbuka kila tukio, kila tabasamu lilokuwa na hofu, kila malalamiko yaliyofichwa na kila jaribio la kudanganya. Alijua kuwa ingawa alikuwa ameshikilia cheo cha juu, alikuwa kipofu kwa ukweli. Lakini sasa, kupitia unyenyekevu aliopitia, hakuwahi kuona hekima kama hiyo. Alijua kuwa unyenyekevu haukumfanya dhaifu, bali kumfanya awe na macho ya kuona, masikio ya kusikia na moyo wa kuelewa. Msaidizi, ambaye kwa muda wote alikuwa mstari wa kati ya kweli na mamlaka, alithibitisha somo hili: hekima haiji kwa nafasi, bali kwa uwezo wa kuona zaidi ya uso na maneno. Heshima ya kweli haijawekwa kwa jina au cheo, bali kwa jinsi mtu anavyoshughulikia ukweli uliopo mbele yake. Bosi alitafakari zaidi kuhusu maisha ya wale waliokuwa wakidhulumiwa hapo awali. Aliona ushahidi wa uchovu, hofu na upungufu wa haki. Alijua kuwa mamlaka yake ilikuwa na athari kubwa zaidi kuliko alivyodhani, na hivyo hakupaswi tena kufumbia macho au kuamini tu ripoti za kila siku. Kila hatua aliyoichukua sasa lazima iwe na uwajibikaji wa kweli, na si kwa hofu au kutaka kudhihirisha nguvu. Mwisho, bosi alitambua kuwa funzo hili halikuhusu tu biashara au ofisi, bali maisha yenyewe. Cheo hakimaanishi uelewa, mali haikuhakikishi hekima, na heshima iliyolazimishwa haikuhakikishi kweli ya moyo. Aliketi kwa utulivu, akiangalia mbali na kufikiri. Ukweli hauendi kwa nguvu, unakuja kwa macho yaliyo wazi, moyo ulio tayari, na moyo ulio na unyenyekevu wa kuona maisha kama yalivyo kweli. Chumba kilijaa ukimya, lakini sauti za mawazo na hisia zilizidi kuzunguka. Bosi, akiwa amepita katika mchakato wa kuona, kusikia na kuelewa, alisimama kando, akitazama kila uso na kila macho yaliyozunguka. Hakujibu kwa maneno, bali kwa utulivu wa ndani, utulivu uliotokana na uelewa kwamba mamlaka bila unyenyekevu ni giza, na hekima hakiji kwa cheo, bali kwa moyo ulio tayari kuona ukweli. Wafanyakazi walitazama,
wakiwa na mshangao, wakiwa na hofu kidogo, na wengine wakiwa na matumaini mapya. Lakini kando ya humo, kisiwa cha mafunzo kilibaki kwa kila mmoja aliyeangalia hadithi hii. Ni rahisi kuishi kwenye nafasi ya juu bila kuona mateso ya wale walio chini, lakini kweli haiwezi kudumu bila unyenyekevu, uelewa na huruma. Mwisho, sauti ya ndani ya bosi ilijiinua, akitafakari kwa sauti isiyo dhahiri, je, wangapi wetu wako juu hawajui mateso, hofu na uchovu wa wale walio chini yao? Swali hili, liloachwa bila jibu, lilibaki likizunguka kwenye mawazo ya kila mtu aliyesimama pale. Hii sio tu hadithi ya mabadiliko ya bosi mmoja, bali kioo kilicho wazi kinachowaonyesha watazamaji hali halisi ya dunia ya mamlaka, heshima na haki. Kila mmoja aliyesikia swali hili alijua, kwa njia fulani, kwamba jibu halisi lipo ndani yao wenyewe. Na kwa muda huo, hadithi ilimalizika, lakini tafakari ilibaki, kama miale ya mwanga ikikumbatia kila moyo uliokuwa tayari kuona kweli.